Moja ya miko yetu ni kufanya kazi kwa uweledi. Uweledi ni muhimu sana kuzingatiwa, lakini uadilifu, lakini pia uwajibikaji na uaminifu ikiwa ni nyenzo yetu kubwa. Kwa hiyo unaweza ukaona kwa namna gani kila tunavyoenda, kila hatua tunayoenda kwenye vikao vyetu, kwenye kuhamasishana kwetu, tunahamasisha habari ya weledi, tunahamasisha habari ya uaminifu, lakini pia uwajibikaji kwenye shughuli zetu, tukiangalia hayo. Kwa hiyo kwa namna hiyo inaboresha kwa kiasi kikubwa utendaji wetu, na mtaweza kuona kwamba mafanikio haya yanaakisi hata kwenye mambo mengine, ikiwa ni pamoja na namna ambavyo makusanyo ya serikali yanaongezeka. Kwa sisi kama wakusanyaji, kwa kweli kwa hilo tunaendelea kuboresha na tunakumbushana wajibu wetu kila siku na bila kuchoka. Asante sana. Tukija kwenye swali la pili la ndugu yangu Mabano kutoka CFM Radio, ameuliza swali zuri sana na namna gani ambavyo kliniki ya kodi inaweza ikafanya kazi. Tumesema sisi kama watumishi ambao tuko kwenye sekta ya makusanyo ya mapato, tumeona kwamba njia ambayo tunaweza tukasaidia pia jamii katika kuboresha mahusiano yetu, lakini katika utekelezaji mzuri wa kazi yetu, ni angalau kurudi na kuangalia yale ambayo yanaweza yakawa yanawatatiza kwenye uboreshaji wa huduma zetu sisi kama watumishi ambao tunakusanya mapato. Kwa hiyo ndio maana utaona kwamba tumeshazoea kuna kliniki za afya, kliniki za mambo mengi, lakini kliniki ya kodi sisi kama chama cha wafanyakazi hii ni ya kwanza. Tunajua kuna mambo mengi yanaendelea, lakini unaposema kliniki ni kwamba unaweza ukapata huduma ya kwanza pale, lakini unaweza ukamuona daktari pia na mambo mengine, lakini tunategemea kwamba zile huduma ndogo ndogo, masuala madogo madogo ya maulizo yanaweza yakafanyika pale. Kwa hiyo kliniki hii inakwenda angalau kutukutanisha na wafanyabiashara, hasa wale wa chini ambao pengine wanaweza wakawa wana uoga wa kuuliza au kufuatilia 1 2 3 yanayohusiana na mambo yao kwenye ofisi zetu. Tunaweza tukakutana nao sisi kama watumishi, tukawaona, tukawasaidia, tukawasikiliza, lakini zaidi ni kutatua changamoto zao. Kwa hiyo hiyo ndio kazi ya kliniki, ikiambatana na uendelevu wa biashara. Jukumu hapa kubwa likiwa ni kuangalia namna gani biashara hazifungwi. Sisi kama watumishi wa kusanya mapato kuna uendelevu ili tuendelee kufanya kazi yetu. Kwa hiyo nikiliunganisha hilo pia la ndugu yangu pia pale ameuliza ili la namna ya maslahi ambavyo yameweza kufuatiliwa na kutekelezwa. Kwenye hilo, ndugu mwandishi wa habari, tumeweza kufanya kazi kubwa sana kwenye kusimamia haki za watumishi, hasa waliopo kwenye sekta yetu hii ya makusanyo ya mapato. Hayo yaliyotokea bila kutaja tukio moja au mawili, ni kwa matukio yote sisi tumekuwa mstari wa mbele. Sisi tunatumia mbinu za uzuizi, preventive measures. Nia yetu sio kuhakikisha kwamba watu wanafika huko kwenye mahakama na kwingineko. Ndio maana sisi tunapeana elimu za maadili. Kwa hiyo haya yote ambayo tunayafanya kama elimu ya uzuizi, preventive measures, kwa sisi watumishi wa kusanya mapato, yamesaidia sana kwenye kupunguza mashauri. Kwa hiyo mashauri yanazidi kupungua kila siku. Siwezi kutaja kwa idadi, lakini kimsingi hatuna mashauri mengi kwa namna hivyo na ukilinganisha na sekta nyingine, lakini kimsingi tumefanya hivyo na tumefanikiwa kwenye hilo la kupunguza mashauri, ni kwa sababu ya mbinu tunayoitumia ya uzuizi, au kutumia zile mbinu za uzuizi ambazo tumeita ni preventive measure, kama kupeana elimu juu ya uadilifu, masuala yanayohusu rushwa na madhara ya rushwa, na kwa kushirikiana pia na taasisi mbalimbali ambazo zinahusika na masuala hayo. Kwa hiyo elimu hii imeendelea kufanywa kazi. Kwa hiyo tunaona mashauri hatuna ambayo ni mengi kiasi hicho ambacho tungeweza kuyaona. Kwa hiyo ni mambo ambayo ya kawaida tu ya kiutawala yanayofanywa kazi kwa ndani na kupatiwa suluhisho na waajiri wetu. Kwa hiyo tosha kusema kwamba tumejitahidi kwenye kupunguza mashauri.